Mimi na yeye mara ya mwisho kwanza nilikuwa nakabidhi mabaskeli. Kwa hiyo kikubwa ni kufurahia zile baskeli. Alisema sasa naacha pikipiki, nitakuwa naendesha hii baskeli ya Mama Samia kwa sababu kwanza inaonyesha nembo ya Chama cha Mapinduzi na natafuta. Kijana mmoja mkazi wa kijiji cha Lambo wilaya Hanang mkoani Manyara amefariki dunia baada ya kushambuliwa kwa mshale na watu wasiojulikana. Tukio hilo limetokea usiku wa Juni 26 mwaka huu majira ya saa 4 ambapo marehemu Paul Mahindi mwenye umri wa miaka 39 anadaiwa kushambuliwa na kundi la watu waliokuwa wakimkimbiza kisha kumrushia mishale na kumjeruhi eneo la shingo. Kwa mujibu wa taarifa za familia, licha kujeruhiwa, Paulo alijaribu kukimbia huku damu zikiwa zinatoka, ambapo watu waliomshambulia walidhani hakuwa ameathirika vibaya baada ya kusikia wakisema umepona leo. Hata hivyo, marehemu alikimbizwa katika kituo cha afya cha Dereda kwa ajili ya matibabu, lakini alifariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu. Familia marehemu inaomba jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na tukio hilo la kikatili, likielezwa kuwa Paul alikuwa tegemeo kwa familia na ameacha mke na watoto 6. Ungana nami katika taarifa hii. Mimi naitwa Hassan Thabiti Mchau. Mimi kwangu ni kakaangu. Mama maelezo anayosema mimi nimeshtuka tu kinasikia mtu ampiga yeye mara 2. Nilipokaa kitandani nikasikia amekuja huko akaruka boma akakimbia mpaka kule kwa kaka yake. Akasema maelezo mengine mimi sitaweza kujua kwa sababu ndio ninachojua yeye ni mtu amekimbia tu. Sasa hii anasema serikali naomba wanisaidie kwa sababu mimi ndio nilikuwa namtegemea yeye. Asubuhi ya leo wakati mimi natoka, nilikuwa na safari zangu za kwenda Katesh. Nikakutana na katibu wangu wa tawi ambaye ni ndugu yake na marehemu na ni wa ukoo wake. Nasema bana, usiku marehemu kauawa. Sasa marehemu ameuawa kwa kitu ambacho kina ncha kali. Wanasema ni nini walikuwa wanazungumzia, kimebaki kwenye shingo. Kwa hiyo ni kitu chenye ncha kali. Kimsingi ndo wazee wamehoji kutoka usiku, wanatafuta mtu aliyefanya tukio hilo, wakiendelea kuomba, na hata saizi bado wanaendelea kuhoji. Kiujumla marehemu kwa kawaida kwa siku zote balozi wetu, kuna maneno tu ya kawaida ya kugombana mtu na mtu, ni vitu vya kawaida, lakini tumefanya suluhu nyingi ambazo za kawaida na zimeisha. Mambo mengi yamemaliza, na toka amekuwa balozi hakuna migogoro ambayo tumeendelea kuona kwake. Kimsingi tumeshtushwa na hili ambalo limetokea mpaka kimesababisha kifo chake, na jambo ambalo alitoka katika mji wake mdogo wa kijiji cha Lambo mfukoni akiwa na sukari ya watoto wake. Mke wake nasikia alienda kwenye msiba, maana yake alikuwa anapeleka sukari ile kwa ajili ya baridi ya kipindi hiki kuwapatia watoto wake chai, lakini hakufika nyumbani. Karibu na kwake hapa, kama nyumbani kwake kama hatua 15 ndio mahali amepata hiyo mauti, na nadhani ni mambo ambayo sisi tunasikitika kwa ujumla. Labda mara ya mwisho mlipokutana nini ambacho mlizungumza? Mimi na yeye mara ya mwisho kwanza nilikuwa nakabidhi mabaskeli. Kwa hiyo kikubwa ni kufurahia zile baskeli. Alisema sasa naacha pikipiki, nitakuwa naendesha hii baskeli ya Mama Samia kwa sababu kwanza inaonyesha nembo ya Chama cha Mapinduzi na natafuta kura na nitanisaidia mimi kufanya zoezi. Kwa hiyo mengine hata hatujazungumza kwa sababu kitegemea kwamba kata ina mabalozi wengi, kwa hiyo sikuweza kuzungumza maneno mengi.
Kwa hivyo ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi? Ndio. Jina naitwa Bernardi Khweso, mwenyekiti wa kitongoji cha Mala, kijiji cha Lambo, kata ya Masakta. Kama ilivyoada, tukio hili la mashambulizi ya huyu bwana ilitokea usiku. Kwangu mimi ni ya kuambiwa kwamba alivyokuwa anaenda nyumbani alitangwa karibu na nyumbani kwake. Basi alivyotangwa karibu na nyumbani kwake alirushiwa mshale. Alivyorushiwa mshale akakimbia jirani. Ndio tulikuta maelezo kwamba alianguka karibu na nyumba ya kwa Maji Mahindi, na nikaambiwa kwamba mpelekwa hospitali, na alifika kwa dokta akafia hapo. Hana ugomvi na mtu yeyote ninavyofahamu. Mkakati ambayo tunategemea kuyafanya, tunataka tuendelee na utafiti. Ikibidi tunashukuru Mungu kama tutafanikiwa kumpata mtu au hata kumsikia, ili serikali ichukue mkondo wake kwa atakayehusika. Kwa majina naitwa Mates Dagaro, ni mwenyekiti wa kijiji cha Lambo. Akibainika yule ambaye amefanya ili tukio, ni hatua gani ambazo mtakwenda kumchukua? Sisi tunakabidhi serikali. Kwa kweli kwa sasa hivi bado halijatokea, kwa sababu hata tukio la kuhisiwa sisi hatuwezi kutamka kwa sababu usalama wa yule mtu, kwa sababu mpaka serikali mpaka polisi wafike hapa.